Kuna njia mbalimbali simu unayotumia inaweza kusaidia kwa ajili ya kuprotect pesa yako isiweze kuibiwa katika akaunti zako zozote za mitandao ya kijamii. Kama kuna chochote ambacho ni hatari katika simu yako pia inaweza kutumia kujilinda. Aidha umetumiwa message kwamba ya utapeli, simu yako unaweza kutumia simu yako kwa ajili ya kujilinda. Na pia kama simu yako imeibiwa by emergency, unaweza pia kutumia simu yako kwa ajili ya kutafuta. Manake inatakiwa ufanye hizi setting katika simu yako ili simu yako ikija kupotea unaweza kuipata kwa urahisi zaidi. Nenda katika simu yako, sawa, na hawa ni kwa watumiaji wa Android. Bonyeza katika sehemu ya setting. Utakapofika setting, tafuta sehemu kipengele cha security. Bonyeza kwenye security, alafu hapa utakuta kuna vipengele kama vile Google Play Protect, Find Hub. Bonyeza kwenye Find Hub hapa. Kwako kama iko off, itabidi turn on Find Hub. Hii Find Hub itakusaidia utakapo maybe simu yako itakapopata changamoto yoyote ile, imeibiwa, mtu amepokoa simu yako, ameondoka. Ghafla nenda katika simu ya rafiki yako, sawa? Anaenda katika browser, sawa, andika find my device. Find my device. Find my device. Ukifika hapa bonyeza hii link, sawa? Hapa itakwambia sign in. Sawa, uta sign in kwa kutumia email account na password yake wewe hapo. Uta sign in, utaikuta ile simu ambayo unayotafuta ambayo imesajiliwa muda huo pia iko kwenye listi ya simu ambazo zimepotea. Kwa hiyo utakapobonyeza kitufe cha find my device, hii moja kwa moja itaenda kuangalia simu yako mahali ilipo, itakuwa ni kwa mfano hapa nimeweza kwenye find my device, hii nimesign in kwa simu yangu, sawa, itaandikia hivi vipengele. Play sound, secure device, factorize factory set. Kama umeibiwa hapo moja kwa moja, itakumodify, itakuonyesha simu yako moja kwa moja ilipo, iko wapi. Hapo immediately. Kwa hiyo simu yako ikipotea immediately soon, chukua simu ya rafiki yako. Kama hizi settings utakuwa umezifanya katika simu yako, nenda katika simu ya mtu ambaye yupo karibu na wewe. Unaweza kuomba simu yoyote ile, alafu bonyeza hiyo link ambayo nimekutumia. Kisha bonyeza hiyo link, itakuleta katika hichi kipengele. Hapo kumaliza kusema, maana yake hapa imekuja direct kwa sababu tayari kuna account yangu mimi ambayo nimesign in. Kwa hiyo hapa ndio maana nimeleta direct moja kwa moja. So hapa inakuwa ni rahisi zaidi kujua location ilipo. Bonyeza hapa, itakuleta moja kwa moja kwenye Google location kwamba hii simu ilipo iko wapi. Hapa inaonyesha kila kitu, sehemu ilipo, kila kitu. Kwa hiyo hapa wewe ni rahisi sana kupata location na simu yako unaweza kuipata moja kwa moja. That's matter kwamba iko connected kwenye nani au nyingine. Kwa hiyo hapa ni rahisi zaidi. Hii ni njia rahisi sana ambayo inaweza kukusaidia kama simu yako imepotea moja kwa moja. Hii ni njia rahisi ambayo napenda nikusanue kwamba inaweza kukusaidia moja kwa moja katika masuala ya kiusalama. Lakini nenda katika simu yako moja kwa moja, jaribu kuallow hizi concept ambazo nenda katika setting, nenda katika Play Store. Baada ya Play Store, nenda katika hiyo sehemu ya security, katika security, and then itaweza kusaidia. Pia simu yako inaweza hii Google Play Protect. Bonyeza katika kitufe cha Google Play Protect. Hapa utaweza kuona kama kuna Google Play Protect ni sehemu ya Play Store inayokusaidia kukufahamisha kama kuna application ambazo sio sahihi ambazo wewe umefanyia installation katika simu yako lakini sio salama. Kwa hiyo ukafika hapa, sawa, hapa kwangu mimi no app found, sawa. Hapa nikiscan kama kuna application yoyote ambayo ni maybe ipo kwa ajili ya kuspy taarifa zangu labda za fedha au za kinyamala, hapa moja kwa moja itaandikia kwamba hii application ambayo umefanya installation moja kwa moja hii itakuwa sio salama. Kwa hiyo unatakiwa uifanyie installation uninstall moja kwa moja katika simu yako. Lakini pia lazima uepukane na application nyingi sana ambazo haziko katika Play Store. Sababu Play Store mara nyingi inafanya hosting au ina receive application ambazo ziko salama, lakini hizi ambazo tunazikuta kwenye Google kwenye social search engine zinakuwa moja kwa moja sio salama. Kwa nenda katika simu yako, tafuta hiki sehemu, sawa, nenda katafuta hii sehemu. Kama utakuta hapa kuna application zote ambazo zimekuwa listed moja kwa moja, hizi applications zitakuwa sio salama kabisa katika simu yako. Unakuta ni application maybe za wadukuzi ambazo zinampa kila mtu access ya kuingia katika simu yako moja kwa moja. Kwa naomba hizo sehemu kipengele ni rahisi sana, kutumia nguvu sana na kutumia muda. Kwa ni rahisi sana kuingia katika sehemu na kufanya security yoyote ile. Lakini hizi ambazo nimekutajia hapa ndio za msingi zaidi ambazo tunaweza kufuatilia kusaidia moja kwa moja kwa ajili ya kulinda